Solomon Zuli na Dalmas Sakali. Hapa Radio Maisha pekee. Kaka, sijajua kwa nini ya Jumapili imejileta hewani ati kila Jumapili. Ni kila Alhamisi kuanzia mwendo saa 1 baada ya taarifa zetu hadi mwendo saa 2:30 tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanakuathiri pale ulipo msikilizaji, siasa, maendeleo, ugatuzi na masuala ya hata masuala ya kiuchumi. Ndicho kipindi cha Kenya Leo. Mimi naitwa Dalmas Sakali na naitwa Solomon Zuli. Wakisema Jumapili si mbaya, tunapeleka siku mbele manake japo Waswahili wenyewe wanasema kwamba tunapozidi kupeleka siku mbele unajua nini kinakaribia, Dalmas? Unajileta karibu. Anyway, naitwa Solomon Zuli. Tayari wageni wetu wameshafika ndani ya studio, na kwa sababu leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na swala zima inayohusiana na sekta ya barabara. Dalmas, the roads today are looking very bad. Kwa hivyo kama uko mjini bado unaweza kuingia mahali ukategea Kenya Leo, ukapiga kahawa yako kama wewe ni wa kahawa, na kama ni wa yale mambo mengine pia napata moja ya barabarani. Baada ya hapo don't drink and drive. Sikilizaji, alivyotaja Solomon Zuli, leo tunazungumzia mada ambayo ni nje kidogo ya siasa, nje kidogo ya masuala ambayo tumeyazoea hapa, na leo tumeamua tuzungumzie sekta ya bodaboda. Na nakumbuka nikizungumza na Zuli nikimweleza kwamba mabingwa ambao wapo katika sekta hii ya bodaboda wamekuwa wakiniuliza, hivi mbona siku moja msiamue tu kwamba kipindi cha Kenya Leo kiwe ni kipindi cha kuzungumzia sekta ya bodaboda, masuala ambayo yanaathiri wahudumu wa bodaboda na mambo mengine mengi katika sekta hii ya bodaboda. Na leo tuna washikadau muhimu katika sekta hii ya bodaboda hapa studioni. Tuna mhudumu wa bodaboda ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho linalowaleta pamoja wahudumu wa bodaboda hapa jijini Nairobi, ndiye mwenyekiti wa kaunti ya Nairobi. Jina lake anaitwa Samuel Ng'ang'a kama sijakosea. Bwana Ng'ang'a, good evening. Hali namna gani? Hali sio mbaya. Karibu sana bwana. Nashukuru. Kazi imekuwaje? Umetoka job ama umetokea wapi ukija hapa? Kawaida mimi lazima nichape kazi. Naomba karibia kipaza sauti kidogo. Lazima nichape kazi kwa maana mimi ni mfanya kazi. Na Biblia hapo inatuambia kwamba yeyote ambaye hafanyi kazi na asile. Kwa hivyo kwa sababu nahitaji kukula lazima nifanye kazi. Na kufanya kazi ndio kutengeneza nchi yetu. So mimi ni mchapa kazi na nimetoka kazi. Kwa hivyo maafisa wa shirika lenu wote, mwenyekiti, wanapiga job. Unajua mimi udhani labda wana ofisi fulani, wale ni kucoordinate, wana coordinate tu. Lisha ya kuwa na ofisi, lazima ujitume. Okay. Kwa hivyo unaingia ofisini kama kawaida. Kama kawaida. Hiyo ni saa ngapi? Niko na masaa yangu ya kuingia kwa ofisi ama siku yangu ya ofisi, na niko na kazi na masaa ya kufanya kazi. Kama asubuhi nikiamka lazima nitekeleze wajibu ya asubuhi. Kwa maana ofisi sio mapema sana. So ukifikia mwendo wa saa 4 saa 5 utanipata kwa ofisi. Vizuri sana. Na Dalmas, nafikiri kwa sababu tuko na mwenyekiti, lakini tusisahau pia kwamba kuna ripoti ambayo ilitolewa hivi juzi tarehe 30 mwezi Mei, ripoti ya Vifa ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba hii ni sekta ambayo imeweza kuajiri takriban watu milioni 2.5, 2.5 million. That's a big number. Hiyo ni Rwanda na Burundi na tukichanganyisha na Congo Brazzaville. Idadi ya watu, na hiyo ndo watu ambao wameajiriwa. Na hii ina maana gani? Labda kulingana na ripoti ya Vifa ambayo ilitoka tarehe 30 mwezi Mei mwaka huu, inasema ya kwamba ni sekta ambayo ina contribute karibu 660 billion Kenya shillings kila mwaka. Na hii contribution haiji hivi. Kuna watu ambao wakajitokeza na kusema ya kwamba katika kusaidia kuhakikisha kwamba hii economy inasaidiwa katika masuala ya bodaboda. Manake tunajua kwa hali za kawaida jinsi tulivyo, mimi na wewe Dalmas, sijui kwa upande wako, manake sijui mfuko wako Dalmas, lakini ikiwa tutakuwa tununue bodaboda kwa cash inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo inamaanisha kuna watu ambao wamechangia katika kupatiana wenzetu wamiliki hizi bodaboda ndo angalau waingize hii 660 billion Kenya shillings. Tulimuona rais wakati ambapo alikuwa anapiga campaign, nafikiri alikuwa ameangalia hizi statistics. Manake utafiti huu wa Vifa unaitwa the boda boda boom. Kwa hivyo nafikiri rais mwenyewe alikuwa amepiga hesabu zake na kuona kwamba ikiwa imeajiri watu 2.5 million directly,
tuseme labda mwenyekiti hapa chairman, natumai huna bibi wawili lakini. Ne moja. Oh, na watoto wangapi? 3. Kwa hivyo kama chairman ni watu wa au ni 4 kwa nyumba moja. So 2.5 million times 4. That is a big number. Kuna uwezekano labda na kuna uwezekano labda na times 8. Idadi iliyowekwa ni times 8. Times 8. Boda moja inalisha watu 8. Watu 8. Kwa sababu inawezekana labda na mama pia, labda ambaye bado anamtegemea, labda anamsomesha ndugu yake. Kwa hivyo labda 8 is an average figure that we can use. Okay. Na wakati anasema hilo Zuli, msikilizaji, and lazima ili nianze kwa kulisema ili mimi na Zuli tusishikwe matai baadaye na commercial department upande ule wa pili. Tuliona muhimu tuweze kualika mabingwa wengine ambao vile vile alivyosema Zuli wanahusika pakubwa, na nazungumzia wale ambao siku za karibuni wamekuwa kitoa ufadhili wa pikipiki kwa wahudumu wa bodaboda. Na katika sampling yetu tumepata wawili kutoka kampuni mbili tofauti. Tunaye hapa Branton Mutea. Natumai ndio jina lako nimelitamka vizuri. Karibu sana Branton, tutakupatia nafasi labda ujitambulishe. Asante sana, naitwa Branton Mutea. Mimi ni Deputy Country Manager Mogo. Asante, nashukuru. Karibu sana katika studio zetu. Kisha tunaye vile vile bingwa mwingine hapa ambaye vile vile nitampatia nafasi ya jitambulishe, Chris Rumenda. Karibu sana Chris. Asante. Kwa majina ni Chris Rumenda kutoka Watu Credit. Mimi ndo mkuu wa biashara na mauzo katika kampuni ya Watu Credit. Alright. Okay. So nafikiri tutaanzia hii conversation hapo ya kwamba kwanza mwenyekiti, kipi ambacho kilikusukuma, manake najua bodaboda ule ambaye ananibeba kila mara kwa mara kama gari langu kidogo niko na shida ya mafuta, sijasema hayo. Yeye ni graduate na alikuwa ananipatia story yake Dalmas, na akasema kwa sababu ya ukosefu wa ajira akaona afadhali aingilie shughuli hii ya kuendesha bodaboda. So nafikiri tutaanza kwako. Story yako ilikuwa gani ndio ukaamua kuingia hii katika sekta ya bodaboda? Na ni sekta ambayo iko na mambo mengi tutayazungumzia kadri tunavyoendelea na kipindi. Na yako kachukua keshi au ilikuwa pia bado ni haya masuala ya kwenda kusaidiwa na kina ndugu Branton kutoka Mogo na pia ndugu Chris hapa kutoka Watu Credit? Okay, kwanza nianzie pahali nitoka na hii mambo ya bodaboda. Kwanza mimi nilikuwa nimeajiriwa kazi. Okay. Na nikaamua nikuwa pale kazini, nikaona mapato haitoshi yale kulingana na mshahara yangu. Na ndipo nikaamua wacha sasa mimi pale nilikuwa nafanya, kulikuwa na sako. Wakati huo ilikuwa mwaka wa 2009, 2009. Hapo ndipo nianzia kuwa na hali ya kuingia katika bodaboda. Na nikaingia bodaboda ikiwa part time. So mimi nilikuwa naamka mapema saa 10. Naingia kwa stage, na chapa kazi, kigonga saa 1 naingia kwa ofisi. Nikakaa hivyo, nikaona hapana, yale mapato napata kwa bodaboda wakati huo na yale ambao nimeajiriwa, ile kazi nimefanya part time iko na mshahara kuliko kuajiriwa. Hapo ndio nikaona sasa wacha nifanye nini, nikate kauli na niweze kuingia kwa hii idara ya bodaboda. Na ndipo nikaresign kazi, nikaingia kwa bodaboda. Nilipoingia kwa bodaboda nikaona sasa hii industry ya bodaboda iko na pesa. Nikaamua sasa, kuna madogo zangu walikuwa wanategemea kule nyumbani wakati huo. Nikaamua hapana, sasa ile kitu iko hapa sina pesa ya kutosha. Nikaingia Watu Credit. Kuingia Watu Credit nikachukulia ndugu wangu wawili motorbike kwa jina yangu. Nikaweza kuwasukumia kule nyumbani. Mmoja nikamchukulia Watu Credit, hiyo mwingine kwa sababu huwezi kuwa bike bili at the same time. Nikacheza kama mimi Mogo. Nikachukua bike Mogo, nikachukua Watu Credit. Wakikuuliza huko kuna nyingine mahali, unasema mimi sijawahi. Sijawahi chukua. Anaifanya kama ya affordable housing Nimesikia huko kitambulisho ni moja na uchukue nyumba moja. Wewe ulipiga rigging sawa, lakini na sasa pale hiyo ilikuwa ni 2012. Baada mimi kufanya hii kazi nikaona sasa iko na pesa, ndio nikaingiza ndugu zangu wawili pale. Na nikaingia na Watu Credit, tukaanza hiyo safari. Na katika ile harakati ya mimi kuwa already ni champion ambaye ameweza kuingia wale Watu Credit na amepata bike yake. Sasa ikawa wale wengine walikuwa nao kwa stage. Swali ilikuwa, wewe uko na pikipiki, ndugu yako amemnunulia, ndio umenunulia wawili, uko na hii uchaje umetoa wapi? Ndio sasa nikaambia mlango ni Watu Credit na kuingia Mogo.
vijana wangu wakaanza kuingia pale, wakaanza kusaidika. Katika ile hali ya kusaidika wakaona kweli hapa tuko na mtu ambaye anatujali. Wakanipa cheo ya kuwa kiongozi wa stage. Na pale kuna swali ambalo unajua, naona hao mabingwa wanatabasamu kwa sababu wanajua umewapiga mauzo mazuri hapo. Lakini kuna maswali ambayo vile vile tutakuwa tunauliza kwa sababu baadhi ya wahudumu wa bodaboda wame katika baadhi ya maeneo kumekuwa mpaka na maandamano, wengine wanateta, wanasema kwamba kumekuwa na walaghai ambao wanakuja kama nyinyi mnajificha hapo kidogo wakati mtu anakaribia kumalizia kulipa pikipiki yake, pikipiki inaenda namna hii. Tutakuwa tunazungumzia hilo. Lakini labda alivyosema Zuli ni watangulize, na nitaanza na Chris Rumenda. Utafiti huu unawaonesha nini, ama maoni yako ni gani kuhusiana na utafiti huu ambao unaonesha kwamba sekta ya bodaboda inachangia 660 billion shillings kwa GDP, ambayo ni 4.4% ya GDP. A very big percentage hiyo. Unadhani maoni yako ni gani kuhusiana na utafiti huu, Chris? Haya ni maneno ambayo tulikuwa tumejua tangu awali. Ndio tuingie katika hii biashara ya bodaboda, tuliona kuna very big potential katika biashara ya bodaboda. Kitu ambacho tuliona kwanza tukiingia katika hii biashara ni vile Ng'ang'a amesema. Watu wengi wa bodaboda hawawezi kumiliki pikipiki. Hawezi pata hiyo pesa inaweza tosha kumiliki pikipiki. Ukiangalia hapo kitambo pikipiki zikiingia ulikuwa unaangalia karibu shilingi 70,000 hivi ndio uweze kununua pikipiki. Sasa hizi imepanda, imeenda 150 mpaka karibu 200. Kwa mtu kupata hiyo pesa mara moja ni ngumu sana. So vijana wengi walikuwa wakimaliza shule, ambacho wanafanya ni kutafuta mtu aliyeajiriwa kama mimi ambaye ataenda kwenye benki achukue loan anunue pikipiki. Sasa huyo ndo atamwajiri huyo mtu. Na hiyo ndio ilikuwa inafanya sekta ya bodaboda haikui sana. But ukiangalia wakati hizi kampuni zetu mbili ziliingia, hapo ndo maneno yakabadilika. So vijana wengi ambao walikuwa wanaajiriwa waliweza sasa kupata pikipiki. Na kuna idadi nataka kupeana tu hapa ndo ujue vile ilibadilika sana. Kuna muda wa kutoka 2020 mpaka 2022. 2020 peke yake pikipiki ziliingia Kenya ni 232,000. Wow. Alafu 2021 342,000. Alafu ukiangalia 2022 192,000. Hizo ndo wakati hizi kampuni zote mbili ziliweza kuwa na mauzo kubwa kabisa. Na hapo ndo pikipiki zikaja. Pale kwa mauzo bwana Branton, kuna baadhi ambao wanasema kwamba mlikuja ndio but you now took advantage and decided to exploit a vulnerable population. Kwamba hao ni vijana wanatafuta nafasi za ajira, hawana ajira. Kisha pikipiki alivyosema 70,000, baadhi yao wanalipia 100,000 katika mfumo ule wa kulipia polepole, na mtu anajipata amelipia labda maradufu. Sijui unaweza kusema vipi kuhusiana na madai kama hayo? Asante sana. Mwanzo acha nichukue fursa hii kushukuru the FIFA Consult kwa kuleta ama kutoa hiyo report. Maana vile rafiki yangu amesema tulikuwa tunayajua hayo, lakini unajua sisi wenyewe tukiongea vile inatoka hapa nje ni vingine. Lakini kuhusiana na swali lako, kweli kabisa kunayo malalamishi. Unajua kwa kila biashara utapata malalamishi lazima. But ile kitu naweza kueleza ni watu wetu ama wale wateja tuweze kuendelea kuelimisha. Maana vile rafiki amesema hapa, ukiangalia kabla Mogo watu credit kabla wanjaingia Kenya na waangalie saa hivi vile wameingia, utapata wale wako na bodaboda ni wengi sana, na ile pesa wanalipa kwa siku utapata ni ile tu walikuwa nalipa wakati walikuwa wamepewa. Maana huko mwanzo wako na bodaboda lakini walikuwa kuna mwingine ako na pesa ya kutosha amenunua cash alafu akapea mtu akaanza kufanya bodaboda kila siku anampea 300 400. Hivyo hiyo model ndio tulikuja sisi wenyewe tukaingilia market na tukaanza kuitumia. Ndugu yangu, badala ya kulipa 400 kila siku ukipea mtu ambaye hiyo bike haitaikuwa yako, shika bike ndio hii bodaboda, lipa hiyo 400 na mwisho ukimaliza ikue yako. So ile muda tu amesema kama mtu amelipa miaka 2 ilikuwa 70, amelipa 140 ilikuwa 70, amelipa 120. Hivyo angeendelea kulipa pale, angeendelea kutanjirisha mtu mwingine akimpea kila siku na hiyo motorbike si yake. So hiyo ndio tunaomba tuweze kuingia na tuongee na wateja wetu waweze kuelewa haya. Ya pili,
nikiongezea pale kuna kitu inaitwa financial risk. Hii biashara nadhani mwenyekiti ameongea vizuri sana. Unaona ile ujanja alitumia pale. Na unajua ameongea mwenyewe. Akaenda Mogo akapata kamoja pale, akaenda Mwatu Credit akapata kamoja. Kapelekea brother yake. Tuseme brother angekosa kulipa, kungeendaje? So kuna ile risk iko kwa hii biashara pia. So at the end of the day tutasema financial risk is also inachangia kwa hii mada na kwa hii jambo. Lakini yote 9-10 tunasema ya kwamba tuelimishe wateja waweze kuelewa tumekuja si kwa nia mbaya, si kwa nia ya ati kwa pora, ni kwa nia ya kuweza kuwa na viongozi kama hao. Umesikia mwenyewe ameongea. Ningeomba hata vile ukiendelea tujue hao brothers wamefikia wapi sasa hivi. Maana tumeona wengine wameanzisha hiyo bodaboda na sasa hivi wako na magari zao. Kwa sababu walikuwa na nidhamu. Very true, very true. Wakawa wanachangia ile ya siku na baadaye wanapata pesa yao. Na najua personally I know 3 ambao wamenunua magari hivi sasa wame elevate. Lakini pia Mr. Samuel Mr. Branton pamoja na Mr. Chris, katika hii yote manake lazima kukuwe na regulations ya kwamba again isikuwe ni ndugu yangu Dalmas hapa kuna wakati aliniconvince sana tuingie katika biashara ya kuuza coil eggs. Tunakumbuka hiyo biashara. Bahati mbaya yeye akanunua zake nyingi na mimi nikanunua zangu nyingi, tukajipata hakuna mtu wa kuuzia. Kwa sababu naomba usisitize kwamba ni mfano. Tukajipata hakuna mtu wa kuuzia. How do you regulate kama watu ambao mna finance kuhakikisha kwamba again haitakuwa market ambayo imekuwa flooded, ya kwamba Chairman akona yake, Zuli niko na yangu, Dalmas akona yake, Samuel akona yake, Branton akona yake, Chris akona yake. So kila mtu, it's a flooded market. How are you regulating as financiers? Yes, kwa hii market. Yes, labda tutaanza na Mr. Chris. Yes. Regulation pia imeanzia, kuna kitu inaitwa self regulation. Okay. So regulation ya kwanza imeanzia na hao wenyewe bodaboda. Kipata kila bodaboda wako very organized. Wako na stages, wako na kila ward, wako na nini, wamejipanga vizuri sana. So katika kila stage wanajua what is the maximum number ya watu ambao wanaweza kuwa kwa hii stage. So watu wengine hawakubaliwi kuingia kwa hiyo stage kama hiyo namba imefika. Sasa hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili kwetu, before upewe mkopo, lazima one of the guarantors ni stage chairman. Sasa ndo anakuambia sasa huyu tunamjua, tumefanya kazi na yeye, sasa anaweza pewa mkopo. So hapo inasaidia kusikue na hiyo like wingi wa pikipiki kila mahali. Lakini pia in terms of regulation huko juu pia serikali ilifanya I think last year December, kuna Business Amendment Act iliwekwa hapo December, ambayo bado inaendelea kudiskasiwa kuonyesha sasa vile sisi kama financiers tutafanya kazi na watu wa bodaboda. So ni sheria ambayo itatusaidia sisi wote, itatuwekea rules upande wetu sheria na pia sheria upande wa watu wa bodaboda ili kukuwe na regulation katika hii industry. Pia kuongezea pale Wakenya pia wanafaa waelewe kwetu Mogo kwa siku na hii ni siku application zile zinaanguka pale ni kama kwa siku moja 900 per day. Okay. But kwa sababu sisi tumeingia sana technology, so you can even apply when ukitumia simu yako nini. Lakini kweli watu 900 watawapea kwa siku motorbikes. Number 1, kuna ile kitu mwenzangu ameongea regulations. Number 2, ile the company regulations. For example, utapata ni sawa ukija na ID, ukija na nini unapata motorbike. But kuna mwingine atakuja nazo hizo lakini atapata. Maana lazima kwanza uko na ile inaitwa underwriting rules. Ya kwamba mtu akiwa hivi na hivi atapata motorbike. Hiyo ni kitu ya kwanza inatusaidia. Kitu ya pili ya wangwana, the bodaboda associations. They have had a very good like structures ambayo pia tunaongea na wao. Wanatuelimisha ya kwamba ukitaka uendelee vizuri stage yetu iko na hii idadi, ama mtu mwingine atakwambia sasa inafanyia hapa Kayole, kupiga simu huko unaambiwa na chairman hatumjui. So hiyo pia inachangia kuregulate the business. But pia ile kitu naweza sema hata after hiyo yote hakuna vile
unaweza simamisha ikuwe ati sasa hivi kila siku itapeananga motorbike 100 kwa sababu watu wanaendelea kuzaliwa, watu wanaendelea kusoma, watu wanaendelea ku make decision ya mimi nitafanya bodaboda, watu wanaendelea kuona wengine kama Chia vile amesema pale, vile anaendelea vizuri akiwa na bodaboda, kumbe anaweza kuwa hata Chia, kumbe anaweza kuwa na ofisi, so they are also hinga hata wakuje waanze kufanya biashara. So ni watu wengi pia wataendelea kuja, ilali tunashukuru serikali ile iko kwa wakati huu, maana angalia Business Amendment Act 2024 imeallow the non banking lenders to have certificate to be regulated by CBK, and you know whenever of course CBK inaingilia mahali kila kitu inaenda salama. So tunashukuru serikali na hiyo ni njia moja itaweza kuregulate hii business. Okay. Labda swali moja tu kwa Samuel Ng'ang'a ambaye ni mwenyekiti wa bodaboda hapa Nairobi. Kabla tuweze kumtafuta mwanahabari wetu Suleiman Kagwe, ananiambia yuko tayari na wahudumu wa bodaboda kupiga nao conversation kidogo. Tunapozungumzia sekta hii ya bodaboda, wakati unasikia kwamba contribute 660 billion shillings kwa GDP, inakufanya unahisi vipi wewe kama mhudumu wa bodaboda ambao unarauka kila siku asubuhi kwenda kimbia hapa na pale kutafuta wateja na kufanya shughuli pale? Unajisikia vipi wakati ambapo mchango wako unatajwa kuwa mkubwa kiasi hiki? Kwanza nafurahia sana kwa sababu hiyo ni kuonyesha kwamba ninapoamka kila asubuhi kuna kitu mimi huwa nafanya, na hii kitu nimekuwa nikiambia hata members wangu. Jambo la kwanza, tanguliza Mwenyezi Mungu mbele ya kazi yako. Kweli. Na unapoenda kazi usikia kwamba jioni hakuna kitu umerudi nacho, unaanza kujiuliza kwani yale maombi niliomba asubuhi yalienda wapi? Lakini ninapopata hii report naona kweli kuna kazi ambazo tunafanya. Na ya pili, lisha sasa hiyo ni yale ambayo tunaona kwa mtandao. Ukikuja kwa ground ndio utapata kweli hata kuna vitu bado hasijaguzwa. Kwa maana mahali naongelea saa hizi, wakati nilikuwa nimeajiriwa na mahali niko saa hii, ile miaka niliajiriwa kutoka 2004 nilikuwa nimeajiriwa na kampuni moja mpaka 2016. Hiyo miaka 12 nikikompea na miaka 3 ya bodaboda iko bali sana. Wow. Umenielewa? Kwa sababu ile kazi ninafanya ninaweza kurudisha familia, naweza kusave, na ninaweza kufanya nini? Kuweka hiyo savings yangu inanipatia mpaka makao. Siri ni gani? Kwa sababu kuna baadhi ambao wanaanza baada ya miezi mitatu ameuza pikipiki ama ameporomoka ama yeye mwenyewe ameingia msituni. Siri ni gani? Kwa sababu wewe unapeana ushuhuda ambao ni very positive. Yes. Na vile Branton alivyouliza, wale wengine wawili waliopatiwa na wanaendelea ama waliacha katikati? Nakuja hapo. Siri ni moja. Kwanza nichukuru hawa jamaa. Kwa maana wakati umeenda pale, before upatiwe ile bike yako, the boda, lazima ufanyiwe mambo ya financial literacy. Unafunzwa. Ndio tukupatia hii pikipiki yetu. Ulikuwa unafanya na boda ya mtu vile ndugu yangu amesema pale. Ndio nilikuwa nafanya na ninamlipa hii pesa. Sasa hiyo pesa ulikuwa unamlipa, anza kufanya nini? Kutulipa kidogo na ingine unafanya savings. Unaona? Na sisi kama wana bodaboda tukakaa chini na kama wale viongozi, mbeleni hatukuwa na SACCOS, tulikuwa na kitu inaitwa self help group. Inakuwa tu pale tu kwa hiyo ka stage kamoja. Unaona? Tuna save jioni, kama tumekubaliana kila mtu 100 jioni inapewa mtu mmoja. Naomba tuzungumze na Suleiman Kagwe, mwanahabari wetu hapa Nairobi, ambaye amekita kambi maeneo ya GM General Motors mbali sana kutoka hapa. Na ananiarifu kwamba ana wahudumu wa bodaboda pale ambao wangetamani sana kushiriki katika kipindi cha Kenya hii leo. Kwa hivyo kaka Suleiman Kagwe, kama unatupata upande huu wa pili, naomba tueleze hivi hali namna gani, habari ya jioni na uko namna gani? Katika eneo la GM hapa Nairobi. Sijui kama mna jambo studioni. Hapa nilipo. Naam.
Hapa studioni kwema tu, naomba uendelee uzungumze na wale mabingwa pale, tueleze hali namna gani. Nina mabingwa hapa wana bodaboda ambao wangependa kuchangia kwenye kipindi hii leo. Ningependa waweze kujitambulisha na waweze kutueleza mawili matatu kuhusu biashara hii yao ya bodaboda. Mambo. Kwa majina naitwa Douglas Mujama, mwana bodaboda hapa upande wa GM hapa. Kazi kwaje? Kazi ni ngumu sana sana, maisha imekuwa ngumu mpaka hata hii kazi zingine unafanya hata unapata pesa unapata hata itoshi kujipanga kwa shughuli za kila siku, maybe familia na nini. Maisha inakuwa iko ngumu. Pengine nini ambacho kinachochea hii hali ya maisha kuwa ngumu kwa biashara hii ya bodaboda? Moja ya changamoto ni kama zipi? Kitu ya kwanza sana sana ni bei ya mafuta, unaona iko juu. Sasa ingine kitambo customer alikuwa amezoea mali anabebwa na 50. Hiyo ukijaribu kumwambia ongeze hata kama ni mbao inakuwa ni shida. Sasa inabidi sisi wenyewe tunaumia upande ya mafuta. Ni maoni tu ya ndugu yangu hapa. Ningependa kumleta kaka mwingine hapa aweze kutueleza maneno mawili matatu kuhusiana na biashara hii. Jina lako ni? Mimi naitwa Peter Kihara, mimi mwana bodaboda. Ningetaka kusema biashara si ati nzuri sana, lakini hatuwezi kosa kaunga. Kila mtu anapata kaunga, unapata kasukari. Ukienda nyumbani utapata kaunga, unapata sukari. Hata ikikosekana ya kuweka hakuna shida, lakini unaweza kuja leo ukose na kesho ukose, utaacha hii kazi. Kwa hivyo tumevumilia tu, maisha lazima uvumilie. Maisha ni ya kuvumilia. Kwa hivyo hatuwezi kosa kaunga nini, kitu kama hiyo tukosangi cha kukula. Kumekuwa na hivi karibuni kumekuwa na visa vya insecurity, utovu usalama, ambavyo watu ambao wanahusishwa ni wanabodaboda. Rahisi aje kuitumia. Wanabodaboda sio wanabodaboda wote wanakuwa wakorama wezi. Wanabodaboda sio wote wezi. Kuna wale, hakuna sekta ambayo haingiliani ni wakora. Hata ukienda kwa matatu kuna wale wakora. Gari kama iliangusha mtu Thika Road ya Metro ilikuwa matatu. Kwa hivyo bodaboda vitu kama hizo kwa sababu 1 2 3, lakini serikali ndio inachukua security, inachukua mtu inamuondoa ndani ya wale wengine. Sio wote wako hivyo. Kuna biashara iko hivyo. Na pengine kimalizia kuna hii hali ya wanasiasa kujihusisha sana na wanabodaboda. Yaani wakienda mahali watu wa kwanza wakutafuta ni wanabodaboda. Hapo hata tunawagoja sana, sababu sisi tunakuwa kazi ukituona tukisindikiza mwanasiasa, sisi tuko kazi, tumewekewa mafuta, umewangu wa ngiri moja ama mbili. Sisi tunakuwa kazi, kuja pande ya Boston, kuja pande ya serikali, mradi sisi tupate job, tunakuwa job. Sasa mnaona tunafuata hivi, tumevaa matisha, tuko job, tunakuwa kazi. Hatuwezi kosa kufanya kazi ati juu amekuja ama huyu amekuja. No, sisi tuko kazi. Akikupa kazi hiyo siku wewe utapatikana, shida iko wapi? Sisi tuko sawa. Tunakuwa sawa, hata tunawagoja sana wakuje. Kwa hiyo wakuje tuwasindikize, tuvae matisha, tupate kazi. Si ati huyu mbaya pande zote zikuje, sisi tuko sawa. Mradi ushibe. Kaka Dalmas, studioni ni kwamba watu hapo wanasema wanasiasa wakuje tu, wapate chao, wakuwe sawa. Kwako studio ni Dalman. Asante kaka Suleiman, ukiwa maeneo ya General Motors, na nafurahi kwamba umepata nafasi ya kutagusana na wahudumu wa bodaboda. Sijui kama Zuli una swali kwake ama tumwachilie endelee. Asante Suleiman, nafikiri amejitokeza hapo na swala kwamba pia wao wakumbuka. Kwa hivyo wanasiasa wanaweza kujitokeza na haya mambo mengine ambayo Suleiman amegusiwa pale, mambo ya bei ya mafuta. Labda tuzungumzie kuhusiana kwa kifupi tu mambo ya police harassment kwa wanabodaboda. Inakuwa ni wao ndo wako na makosa au inakuwa harassment kutoka kwa maafisa wa polisi? Suleiman, sijui kama umelipata swali hilo, unaweza kumuuliza mhudumu wa bodaboda pale kuhusiana na swala la harassment ambayo wakati mwingine wao wanapitia mikononi pa maafisa wa polisi. Suleiman, nikana kwamba tumempoteza. Kuna mwenyekiti hapa, nafikiri ataweza kuligusia swala hilo, lakini tukiendelea mbele na mazungumzo yetu, nafikiri turudi kwa mwenyekiti wa wanabodaboda katika kaunti Mainman Rio. Jana tu alibiwa simu na wenzetu ambao si wenzetu na watu ambao walikuwa kwenye bodaboda. So swala hili la kwamba bodaboda nyingi sana zinahusishwa na mambo ya utovu wa kiusalama. Chairman. Kwanza wacha niseme hivi. Usalama unaanzia na mimi na wewe. Na kwa hakika sisi kama viongozi wa bodaboda tumekuwa tukikaa katika vikao mingi sana na wakuu wa
wa kitengo cha usalama ambapo tumekuwa tukiweka mikakati kuhakikisha ya kwamba wale ambao tunafanya kazi na wao, kwa sababu saa hizi ukienda ununue bodaboda yako, ndugu yangu Chris amekutaja mambo ya regulation. Kuna clause moja ambao tumekuwa tukisukuma sana na NTSA katika wakati unaenda kununua ile bodaboda yako, ikuwe already you are registered to a certain sacco. Unaona? So uko registered kwa hiyo sacco, kwa katika ile transfer ya logbook yako itakuwa ina indicate hii pikipiki imeuzwa na watu, imeuzwa na Mogo, but inaenda kufanyia bodaboda mahali fulani na inaenda kufanya na mtu fulani before alipe ile bike yake. Ili serikali iweze kufanya nini? Iweze kupata ile information yote ya hiyo bike. Kwa ukiangalia bodaboda mingi kumekuwa na hiyo issue ya kwamba bike wizi imefanyika, lakini imefanya na mtu wa bodaboda. Kuna kitu ningetaka hapa hata wananchi waweze kuelewa. Bodaboda sio yote ambao unana kwa barabara ambapo inafanya kazi ya bodaboda. Tuko na mtu ambaye alinunua bodaboda yake sio kwenda kufanya kazi ya uchukuzi. Ako na milengo na plan zake. Na sisi kama viongozi wa bodaboda haswa hapa Nairobi, mahali ambapo mimi na Manto tumeweka mikakati ya kwamba ndio tuweze kufanya hii mambo ya usalama iweze mstari wa mbele. The OCSs, the chief wanapokea data kutoka kwa leadership ya bodaboda. Kwa hivyo ile bodaboda ambayo inaonekana ikiloiter allowed na haiko ndani ya sako yoyote, inafanya nini? Wale watu wetu sisi wenyewe tunakamata, tunaikabidhi kwa OCS ama kwa area chief, kwa sababu bado tuko nao mashinani. Ukiangalia sasa mimi nimevaa uniform ambapo inanitabua kama kiongozi wa Nairobi. Ukiangalia kwa mgongo inasema mimi ni nani. Na hiyo ni mikakati ambayo tumefanya kuanzia last year mwezi wa November. Baada hizo vikao tumekaa na officers ambao wana leader wanaongoza upande wa usalama ili kila mtu aweze kuwa ndani ya sako. Na kuna swali ambalo Zuli sijui kama ni wewe utauliza kuhusiana na sekta hii, na sijaliona hilo sana Nairobi. Labda msikilizaji anaweza kuthibitisha kwamba hali ya anga inapoingia kama umeona leo, hali ya anga kidogo leo kibaridi kinapiga kweli na mvua juu yake. Mvua ndo hiyo. Sasa kulikuwa na malalamishi kwamba baadhi ya wateja wanasema mabingwa wengine jamani ambao wanafanya kazi katika sekta hii yenu kidogo maji ni ya kukunywa. Maji ni wakiaona sana ni kwenye kikombe. Lakini ya kutia mwilini kuna changamoto. Kuna mambo ya usafi, na nafikiri ilikuwa kwa hivyo kwenye sekta matatu wakajaribu ku streamline kidogo. Sijui kwenu pia mwenyekiti mnajaribu. Acha niwatetee kwa. Acha mimi niwatetee. Chris ameamua wanasema ni hao. Nimefanya kazi na watu wa bodaboda miaka 3 sasa. Yale maneno nilikuwa nasikia kuhusu bodaboda na yale maneno nimeona kabla kufanya na bodaboda ni tofauti sana. Bodaboda wanabadilika. Ndio haya ni maneno yalikuwa hapo awali, lakini bodaboda sasa hizi wanabadilika. Ukiangalia kama vile ametaja, nitadivert kidogo niende kwa security. Au ndo wako kipaumbele kusaidia katika security. Au ni wengi kuliko polisi. So wako na information mingi sana, wanafanya kazi na polisi. Nimeona pale pengi sana bodaboda ndo wameshika hata mtu amefanya citizen arrest ya kusaidia polisi. Katika usafi wamebadilika sana. Nikikuonyesha hapa bodaboda ambao nimekuwa mkutana na bodaboda leo, wamepiga suti, wameng'ara, cologne, kila kitu iko. Mpaka hata kuna wimbo huko Western, kuna wimbo wa Vaida, sijui mmesikia Vaida. Unaona hapo ndani kunasema watu wachongane na kina nani? Bodaboda. Hao ndo wanajulikana kama masponsors siku hizi, wale watu ambao wako sawa kabisa. So bodaboda inabadilika. Umeona wameanza kuangalia, wanaanza kufikiria kama wanabiashara. Umeona statement ambayo imesemwa hapo na politicians. Bodaboda wa kitambo walikuwa hawajaelimika, politicians walikuwa wanaweza watumia. Sasa hizi nafurahia sana watu wa bodaboda ndo wanatumia
politicians. Hata juzi kumekuwa na michango huku na huku. Ukiona hiyo pesa inachangwa, kitambo ilikuwa inachangwa wanagawana 50-50, haiwasaidii. Sasa hizi ikichangwa inaingia kwenye sako, alafu hiyo pesa inasaidia kununua basi ama kuanzisha biashara ambayo inasaidia bodaboda. Kuna example, a very good example ni county ya Vihiga County. Kuna shamba ambao wamenunua ya 24 million watu wa bodaboda. So si wale watu ambao tulikuwa tunafikiria kitambo. Bodaboda wamebadilika sana. Hata ukiangalia hapa Nairobi, bodaboda wanatengeneza pesa mzuri sana hata kuliko watu wa Uber. Nataka uangalie vizuri. So hiyo usafi na nini imeanza kubadilika na wenyewe wanapeana feedback. Na wakati umelitaja hilo, nimefurahi kwamba yule mhudumu pale GM amelizungumzia hilo. Akasema kwamba katika sekta yote ile, hata sisi wanahabari, kuna mwanahabari mmoja kidogo mienendo yake inaenda segemnege hivi. Itakuwa kidogo ni hujuma iwapo utasema wanahabari wote. Baadhi yao ndo neno mwafaka kutumia. Nafikiri Branton utatugusia kwa upande wenu kama financiers, na natumai ya kwamba pia mna kutoka Mogo lazima pia muwe mna washirikiano na wao haswa katika masuala ya kiusalama. Mnahakikisha kwa upande wenu mnadhibiti vipi? Manake niko sure mtu atakuja tu atakuja anataka mkopo na labda vyeti vyake viko sahihi. Kwenu jukumu lenu ni kuwapatia ule mkopo. Lakini kwenu labda mko na mikakati maybe Branton pamoja na Bwana Chris kuhakikisha kwamba mnadhibiti haya masuala ya utovu wa kiusalama kwenu. Asante sana. Mwanzo wacha nianze na hiyo ya security. Watu wengi wenyewe wanasema wenye wanatumia bodaboda wanaitumia vibaya. Na ikiwa si anaitumia vibaya, inatumika na mwenzake vibaya. Ila tunafaa pia tuelewe wao wenyewe wamejipata pia kwa hali mbaya ya security. Wameuliwa wengi sana. Anaendewa na bike yake, ndio huyo katwa bike kwenda. Anaendewa na bike yake, anabeba mteja vizuri, anamwambia tuingie hapa bwana tukamate pili. Kukamata ile soda, kumbe ni mchele imewekwa ndani. Jamaa kulala pale, ataamuka kesho asubuhi. Bike hakuna. Kama sasa hivi sisi kutoka Mogo last week motorbike 7 simeenda na hiyo namna. Mtu naambiwa tu bike imefanyika nini? Mtu amebeba mteja akaenda kakunywa soda na ikaisha hivyo. So pia ni sawa, sometimes yenyewe ni ukweli zinatumika kufanya uhalifu. Lakini pia wao wanajipata pia kwa hiyo mix. Wanapitia mambo mengi sana. Nini tumefanya upande wetu wa Mogo? Tunajali wateja wetu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na like juzi nimekuwa Meru kupatana na wanabodaboda niweze kujua shida ni wapi, nini tunaweza fanya, tuingiane pamoja, tukue mwanzo tumekomesha uhalifu. Na kile nimepata kutoka kwao ni very simple. Cooperation. Cooperation from Mogo, cooperation from police and then the bodaboda users. Na ile kitu kwetu tumeweka ni kwamba we are planning to have a 24-hour customer care. Hiyo itakuwa ni kama ile emergency contact iko pale, such that ukipiga simu na tuseme umeibiwa motorbike, ukipiga simu inafaa ingie mara moja. Si ile mambo ati ikiingia inaanza kukuambia Mogo sijui tunauzanga nini. Hiyo ni emergency masaa mawili. Ni kuingia mara moja, inachukuliwa na tunaanza pale. Maana tunajua motorbikes mingi zinakuanga na trackers, tufuate ikiwa tutaweza. Na vile mwenzangu amesema, enyewe wako ready kusaidiana na police, kwa sababu hawa wangwana siku hizi wameshikana vizuri. Kupitia hii uongozi wao wameshikana na polisi vizuri. Kila county ukienda siku hizi hata wamepewa ofisi wa county offices. So that means if tutafanya kazi nao vizuri, na hilo ndio tumeweka in 2-3 weeks, sisi wenyewe tutakuwa na hiyo 24 hour. Amazing. Na Dalmas wenyewe wanasema ukitaka kujua siri za nyumbani kwako, watchman, mtu wa taxi na mtu wa bodaboda. Kweli kabisa. Wako na siri nyingi sana. Naweza ongezea kidogo kwa hilo swala. So kama sisi pia tumeshirikiana na watu wa bodaboda, tuna mikutano mingi kila wiki za usalama. But kitu ambayo tumefanya kwanza itusaidie ni registration ya watu wa bodaboda. So sasa hizi ukiangalia kaunti zote Kenya, sisi kama watu tumepeana laptops to each of the county so that waweze kuregister, wajue
katika hii sako yetu ama hii stage yetu ni kina nani wako hapo. Ukiangalia wizi mingi yanatokea wale watu ambao hawajulikani kwa hiyo stage. Ule mtu amekuja kuomba ile kitu inaitwa squad, anapotea ama enda analeta watu wengine hapo. So hiyo ndio shida moja tumekuwa nayo. Hiyo anasema ya emergency tumejaribu already, inafanya kazi vizuri sana. Tuko na 24 hours emergency response. Na ukiangalia vizuri tangu tuanze hiyo kitengo, 70% ya pikipiki ambazo zinaripotiwa kupotea zinaweza kupatikana. But zinapatikana aje? Zinapatikana through ushirikiano na hawa. So tunaweza waonyesha pikipiki ilipita hapa, utaona wataweka roadblocks zao wenyewe katika hiyo njia kuhakikisha huyo mtu hafiki upande wanaenda. Wakimpata wanampeleka kwenye polisi, ana hizo maneno za suluhu. Msikilizaji, niongeza tu kitu kimoja hapo kwa upande wa security. Kwa maana hii boda yangu Mogo na watu credit wameweka tracker. Na hiyo ni kama ile nyumba ambayo mimi nimekoboa, mahali landlord ameniwekea gate. Na pengine ameweka ile lock ama kafuli. Lakini nyumba yangu iko na mlango. Kwa hivyo kwa hiyo mlango nyumba yangu, sababu mwenye plot ameweka gate, sifai kuweka kafuli kwangu. Na tulipogundua ya kwamba sisi kama wana bodaboda tulikuwa sana mstari wa mbele kulaumu watu credit na Mogo ya kwamba nyinyi ndiye mmekujia bike yenu. Unaona? Na sisi katika yale mikutano na mazungumzo na mebasi wetu tukawaelimisha ya kwamba wewe ni bike umenunua. Bike ni yako. Yule mtu wa Mogo na mtu wa watu credit ameweka tracker kwa sababu pia pesa yake iko hapo ndani. So hiyo tracker iko pale. Percentage kubwa ya Mogo na watu ni kumake sure pesa yao haijapotea. Kwa hivyo hata wewe sababu pesa yako iko hapo ndani na wewe ndio mwenye pikipiki, weka tracker ya pili. Okay. Tuta kuja kuzungumzia swala ambalo umeligusia, na ni swala ambalo hawa magwiji lazima watueleze kidogo. Kulikuwa na madai na maandamano kwamba hawa mabingwa wanakupatia pikipiki wakipiga timing. Wakati wanaona unaelekea ni kama unamaliza, wanakuja wanachukua wanapatia Abdul pia naye akikaribia kumaliza wanapatia Eric hivyo. Ni swala ambalo najua they are ready kuweza kulijibu. Dalmas, kitu muhimu sana tukimalizia swala hili la security, chairman, wakati ambapo naabiri mimi kama abiria naangalia nini ndo nijue hii ni genuine bodaboda ama huyu ni mkorofi tu wa kawaida? What do I look for as a kama customer wenu? Kwa sababu katika nafurahi swali hilo kwa sababu katika baadhi ya vituo sijui kama siku hizi imeimarika, unapata pikipiki moja inatumiwa na vijana wa area. Huyu anakuja anasema wewe ni abiria wangu, pikipiki ni nani? Anangoa yule mwenye pikipiki. Anakufikisha anarudi. Sijajua kama huwa anakuja anampatia nusu ama sijui, lakini unapata pikipiki moja inaendeshwa na vijana wa base. Wale vijana wa base pale, huyu anapeleka anarudi anasema wewe ni abiria wangu, anakuja na abiria amekushika mkono lakini hana pikipiki, ndio anachukua pale. Nikubali hapo mwanzo hizo vituko zilikuwa. Lakini hivi majuzi, na wacha ni kwanza pale mwanzo, watu wengi walikuwa wewe ukiingia kwa stage, wewe hata wewe ujue ni namba ngapi kwa stage, sababu wewe uliingia kwa stage. Ndipo pale tukakuja na mpangilio ya kwamba kila bike boda ikuwa kwa stage lazima ikuwe na stage number na iko kwa ile bike. Unaona? So jambo la kwanza wewe unapokuwa mteja, ukifika pale tuliangalia ile number plate. Watu wengi huwa hawezi kuiclaim yote. Very true. So that's why tukaweka number very unique. Kama mimi stage yangu ni pale Bomas Galleria, mimi ni number 2 na iko kwa bike. Unaona? So ukikuja pale utaangalia uone nimebewa na number 2. So hakuna bike nyingine iko na hiyo namba. Tulitoka hapo baada ya kuona mtu anaweka na hiyo namba, tukakuja mambo ya QR code. Ile ambapo nimeiweka pale kwa bike. Ukikuja hata kama ni kuscan, ukiscan inakutolea details zangu. Nice. Unaona? Upande kutoka kwa hizo QR code. Saa hii tuko kwa line ya 3. Ambapo hivi majuzi utaona kama Nairobi utakuwa unapata kama ni BAK. Jana nimekuwa na kikao na mashamani wangu wote wa Nairobi. Na tumeweka reflector ambayo tutakuwa tunafaa kama viongozi wote wa Nairobi. Na by Friday next week kila sub county chairman atakuwa na reflector hapo inasema yeye anaoperatia bodaboda sub county gani. The same ile wiki ya pili
the ward chairmen watapata. The third week stage chairmen wanapata. Then from there tunaenda kwa within a 1 month time kila mwana bodaboda ambaye ni member wetu katika system yetu lazima atakuwa na uniform ambayo inasema yeye anapaletia wapi. The same vile Michuki alifanya. Ukiingia kwa matatu una differentiate huyu ni makanga na huyu ni dereva. Ukikuja kwa stage managers una differentiate between the stage manager and the conductor. Okay. The same thing we have done as Msikilizaji, huyo ni Samuel Ng'ang'a, naomba tuelekee mapumzikoni. Samuel Ng'ang'a ni mwenyekiti wa bodaboda hapa Nairobi, akiwa ni anawakilisha bila shaka kikundi kikubwa. Tunazungumzia 2.5 million Kenyans ambao wanapata riziki yao kupitia sekta hii ya bodaboda, na tumekueleza kwamba inachangia shilingi bilioni 660 kwa GDP ambayo ni 4.4%. Na labda kuelezea zaidi ni kwamba ushuru unaotokana na mafuta ama bei ya mafuta, sekta hii inachangia 50 billion shillings, huku 21 billion shillings ikiwa ni mchango ambao unatokana na ada zile za leseni. Tutakaporejea tutakuwa na gusia mawili matatu kwa sababu najua muda tayari ushakwenda mno. Zaidi ya mwenyekiti tuna vile vile magwiji hawa, karibu ni sawa kuwatambulisha. Ninaye Branton Mutea ambaye ni mmoja wale wanaotoa mikopo kwa sekta hii ya bodaboda, na vile vile naye Chris Rumenda ambaye vile vile anafanya kazi na taasisi ya aina hiyo. Na makundi haya mawili yamekuwa kifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa kabisa, na kutokana na ukubwa wa sekta hii ndio maana basi leo tukaona tuweze kuwaleta hao magwiji pamoja kuweza kuzungumzia masuala haya na mchango wa sekta hii muhimu kabisa, sekta ya bodaboda. Kipindi cha Kenya leo, mimi ni Dalmas Sakali. Eto Solomon Zuli. Tuelekee mapumzikoni bro? Twende mapumzikoni, tukirudi mengi zaidi yanangoja. Magwiji ambao wapo studioni, msikilizaji, wanawakilisha bila shaka sekta ambayo ni muhimu kabisa, na tumekueleza kwamba hii ni sekta ambayo inachangia 660 billion shillings katika GDP. Nazungumzia sekta ya bodaboda, na ndio maana tuna Chris Rumenda pamoja na Branton Mutea ambao wanashughulika na ufadhili ama utoaji wa mikopo kwa sekta hii. Na kuna swali la kizushi ambalo nilikuwa nishalitaja, nitaanza na hilo. Kisha ninaye ama tunaye vile vile Samuel Ng'ang'a ambaye ni mwenyekiti wa bodaboda hapa Nairobi, bila kusahau bingwa ambaye tunafanya naye kipindi hiki na hodha mwenza anaitwa Solomon Zuli. Na tuanzie hapo kwa labda dakika moja kwa sababu naona muda nao ndio umekimbia kweli. Chris pamoja na Branton, kuna haya madai ambayo na katika baadhi ya maeneo hata tumefanya taarifa pale nyuma kuhusiana na maandamano ya wakazi, hasa zaidi baadhi katika sekta hii ya bodaboda ambao wanadhani kwamba nyinyi mpo ili kwa hujumu. Na nimetoa mfano kwamba baadhi yenu huenda ikawa labda si yako wala yake, kwa sababu najua kampuni zipo kadhaa pia. Inawezekana labda ni mmoja ama wawili, ama kama si ukweli sijui. Labda tuanze nawe Branton. Is this happening kwamba unanipatia pikipiki wakati naelekea kumaliza, unatumia mbinu zako hapa na pale, unaitoa tena unampatia mtu mwingine na kampuni inaendelea kutengeneza faida, ama ni porojo tu? Asante sana kwa hilo swali. Mwanzo nitashukuru wateja. Maana complaints ni muhimu sana. Ya pili, hilo imekuwa aswa 2021 2022. Okay. Because ilikuwa kwa hali ya juu sana. Wanasema yenyewe ilikuwa nimebakisha 20,000 after kulipa 180 na 120 bike imechukuliwa. Lakini ukweli, unajua ukweli usema. Nikifanya mikutano na huyu mungwana na najua pia amefanya zake. Ukiitisha sasa list ya ni sawa ndugu zangu, mmesema huyu alikuwa amebakisha 40 na bike yake imechukuliwa, let hiyo list tuangalie. Kusema kweli unaangalia unapata si ukweli. Hiyo number 1. Number 2, ile kitu ingine wateja wetu wanafaa kuelewa ni kwamba hii ni kampuni inapeana mkopo. Enyewe hata kama umebakisha 40,000 itabidi umemaliza, maana hiyo ndio mulielewana. Alright. So wengine wakifikisha pale wanalegeza. Alikuwa analipa 300 analegeza, anasema furthermore mimi nimelipa sana, wacha sasa nianze kulipa 100. Amesahau ya kwamba kuna interest itakuja juu. So kwa akili yake anasema nimendaiwa 40, lakini amesahau amekuwa akilipa kidogo kidogo.
akija kuangalia kwa system anapata yenyewe anadaiwa hata 70 80. So hiyo ni malalamisho yenyewe naweza sema iwapo kuna kitu kama hilo. Nadhani hata mwenzangu ataniunga mkono pale. Mtu anafaa kujitokeza. Unajua complaint unapeleka kwa police number 1. We are regulated by CBK, you know that. We have also authorities like CAK, Competition Authority of Kenya, who are also looking at our clients. So at least mtu anafaa kujitokeza. Na aswa hata akijitokeza kwa mogo. Kwanza akijitokeza kwa wale wanapeana mikopo ndio aweze kuangaliliwa mwanzo. Ndio ikue yenyewe imefanyika hivyo, kampuni inafaa kuchukuliwa hatua. Kweli usema. Asante. So kuendelea, I think amesema mengi, but kuna tofauti ya vitu mbili. Kuna kitu tunaita repossession na kuna wizi. Repossession ni very legal. Ni ile hata benki zinafanya kila kitu. Ukishindwa kulipa mkopo vile mliandikishana, hiyo pikipiki inaweza chukuliwa na inaweza uziwa mtu mwingine ili kampuni iweze kurecover pesa zake. Kwa sababu vile kampuni hufanya ni sisi tukipeana pikipiki kwa mkopo, tumelipa mwenye pikipiki ule dealer pesa in full. Sasa sisi ndo tucollect kutoka kwa mteja. So lazima hiyo pesa ikue recover. So mtu akishindwa kulipa, kuna mbinu ambazo sisi hufanya, tunaweza ongea nao, kuna kitu inaitwa restructure, tumuongezee muda nini hizo zote. So kile ambacho mnafanya ni repossession. Amuibi. Kuna repossession hiyo ni sawa. So kuna wateja ambao watasema repossession ni wizi. Na pikipiki kirepossessiwa inauziwa mtu mwingine. Na kama imeuzwa bei ya juu kuliko pesa yenye mtu alikuwa amelipa, kuna hiyo difference ambayo sisi hu refund ule customer, ule wa kwanza. Haya, tukikuja kwa neno ya pili sasa ni wizi. Hii ni shida kubwa katika Kenya. Hii ni shida ya usalama. Sisi si watu wa mkopo peke yake. Pikipiki zinaibiwa mingi, hata zile zimenunuliwa za cash na zile na nini. Tukiangalia ya idadi zetu, watu wanasema pikipiki ambazo zinaibiwa ni zenye mtu amekaribia kumalizia. Si ukweli tukiangalia idadi zetu. Wezi pia, siongei kama mwizi. Wezi pia hawataki kuchukua pikipiki ambaye imezeeka, ambaye mtu amelipia amekaa nayo miaka 2. So sisi tukiangalia idadi yetu inaonyesha 70% ya pikipiki zinaibiwa within 6 months. Kulingana na time ambayo ilinunuliwa. Najua wengi wanasema wakimalizia juu hiyo ndio iko na uchungu sana. Nimelipia pikipiki miaka 2 naelekea kumalizia alafu imepotea. So ndo sasa sisi tunashirikiana na watu wa bodaboda na kampuni za insurance kuensure hao watu wa bodaboda wako na insurance. So mtu akikuwa na insurance, pikipiki yake ikiibiwa, insurance inaweza kumpatia pikipiki nyingine. Kwa dakika moja Dalmas, na nafikiri lazima tuulize hili wakati ambapo tunasonga mbele. The president has been very instrumental kuhusiana na hili swala. Sasa hizi tuna very funny weather. Hii yote ni kwa sababu ya global warming. Na global warming inachangiwa na emissions kutoka kwa bodaboda zikiwa nyingi. Definitely emissions zinakuwa nyingi za diesel, petroli, na kutoka na magari wanakuwa na emissions nyingi. Kuna mahali ambapo natoka, kuna time walikuwa wamesema we are moving kutoka kwa tuk-tuk za kutumia diesel na petroli, we are going electric now. Na hii inasaidia sana. Nikiangalia pia kwa sababu nimekuwa kwa hiyo biashara kwa kiasi fulani, chairman, between yako sijui ni ya diesel ama ni ya petroli na hizi electric Dalmas, it's a bit cheaper kutumia the electric boda than using hii ingine. Hata ukifanya delivery utaona wao they are a bit cheaper. Do we go the electric way kwa sababu pia tunajaribu kuprotect mazingira, au tuendelee na hizi ambazo tuko nazo already? Jambo la kwanza kuhama kutoka electric kwenda petroli kwenda kwa electric, it is a process. Na ninaposema it is a process ni kwamba utapata kampuni fulani ambayo inauza electric bike, kitu ya kwanza kuangazia ni swapping stations. Unaona, kama swapping stations ziko za kutosha kuingia electrics. By swapping unamaanisha kucharge? Yes. Kuna zile tuchanganya mahali ya kucharge. Wacha nitumie ile rahisi. Unapata kwamba mimi niko na pikipiki hapa ambao swapping station ambao naweza pata the next swapping station kama ile iko karibu na mimi, yuko CBD nikiwa hapa, na bike yangu inaniambia the farthest I enter it is 1 kilometer. So itanilazimisha
either nikae hapo nipigie ile swapping station kama wako na service za delivery ya battery ingine ikuje. So kwenda green it's a process. Okay. Chris, kwa sababu ya muda nitaomba ukichangia ile ukipatiana parting shot kwa sababu ya muda. Actually tumeingia katika muda wa Titi na Gwala. Kwa hivyo labda utachangia, is it time to go naita e-bikes na vile vile tupatie parting shot. Labda tuanze na Chris. Sawa. Vile amesema ni process, but it is time. The best time wanasema was yesterday. Now it is time. Sisi tukiangalia pesa ambao wanatumia katika mafuta, wakitumia hizi swapping station, it is cheaper. So inamwekea mteja anabaki na shilingi nyingine 300 400 ambayo anaweza tumia katika maisha yake. So it is time for us to move to this to electric bikes. Kampuni mingi zinaingia swapping station, zitasonga. As a parting shot, bodaboda ni industry ya maana sana Kenya. Tuko na very high levels za unemployment, na hatuna hata bodaboda za kutosha. Ukiziona Nairobi unaona kwa wingi, but uko nje bodaboda zinahitajika. Bodaboda ndo the first respondents wakati kuna ajali, au ndo watu wa kwanza wa kutusaidia pale. Mtu akikuwa mgonjwa huko ushago huko, huyo ni mtu wa bodaboda ndo atampeleka katika hospitali. So a very important sector for us, na tushirikiane wote kupeleka hii sector mbele. Okay, good. Asante sana. Mwanzo nitashukuru our president, the current one. Maana amesimama na changing whole movable assets to electric, which is very good for people and also for environment. So nitasema wakati ni sasa. Tunafaa tuelekee upande huo. Hila tu kiongozi chenye amesema pale, hizo swapping stations tutaendelea kuangazia tuone at least zimeongezeka. Na pia najua our president, or rather the government, the current government inaendelea kuweka mikakati ya ku make sure hata rural kuna nini, kuna electricity, kuna stima. Maana nayo kukiwa kuna stima yenyewe hiyo bike hakuna kufanya kazi pale. La mwisho ile nitasema nashukuru sana wateja wetu, maana wametufanyia kazi mzuri. Kazi mzuri kusimama na sisi, kazi mzuri ku make sure wamelipa mkopo wao, ilali kuna wale pia wanaleta ile maneno yao. Otherwise pia tunashukuru wana bodaboda, the associations, wamekuwa nyuma yetu. Wakati kuna shida wako na sisi, na wakati kuko salama wako na sisi. Kwa hivyo nashukuru sana. Asante. Tunahitimisha kipindi cha Kenya leo. Branton Mutea na Chris Rumenda ni mabingwa ambao wanatoa ufadhili ama niseme mikopo kwa wahudumu wa bodaboda, na tumekuwa na mwenyekiti wa sekta ya bodaboda ama shirikisho linaloleta pamoja wahudumu wa bodaboda hapa Nairobi. Awali rafiki yetu Suleiman Kagwe ambaye ni mwanahabari wetu hapa Nairobi aliweza kuzungumza na wahudumu wa bodaboda maeneo ya General Motors. Labda ni kwa sekunde mbili tu. Emmanuel Richards anasema amekuwa akifuatilia Gregory Makau, Kasultan, Boniface Manono ya Matere, kisha David Dhuita anasema sekta ya bodaboda imeajiri watu wengi kazi, na pongezi kwa hiyo sekta kijumla. Kisha kuna Levi Live Odikore Tiang anasema kutoka Kuchuli au Tatezo amekuwa akisikiliza. Naona mwenyekiti Samuel Nganga unanikonyezea 20 seconds kisha Zuli aitimishe. Asante sana. Yangu tu ni kushukuru watu wengi wa bodaboda katika Nairobi, na niwaombe hivi kama vijana wangu wa bodaboda katika Nairobi, nimekuwa mstari wa mbele kuambia kwamba mambo ya long side waachane nayo kabisa. Na pia mambo ya county government tuko katika mikakati ya wale ambao wamekuwa na shida kuingia CBD, we are working on it. Na tafadhali mtu afuate sheria za barabara vile zinastahili kabisa. Hiyo itafanya exactly. Kwa hivyo kama wale ndugu zangu wameongea hapa GM, na washukuru sana kwa sababu nimekuwa nikiongea na wao ile mambo ya flyover sasa wameacha. So wakifika mambo ya kwenda CBD wafuate sheria za kutoruka pavement na kwenda long side. Asante. Mie yangu itakuwa ni rai tu kwa ndugu yangu hapa chairman, umezungumza maneno matamu pamoja na Branton na Chris ya kwamba hii ni sekta inachangia 660 billion. Chairman amesema miaka mitatu ya bodaboda akilinganisha na miaka 16 alipokuwa kazini, hii mitatu ya bodaboda ni bora zaidi.
kabisa. Almas amenitumia jumbe anasema ana contemplate pia. Hajui awache kibarua ama ingie bodaboda kujia mkopo. Msikilizaji, we are swapping till next week. Wacha sisi pia tufanye swapping. Kwa hivyo tukutane next week Thursday, kipindi cha Kenya Leo. Shukrani, naitwa Dalmas Sakali. Naitwa Solomon Zuli. Tukutane kesho kwenye